السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hii ni majlisi ya 7 leo, lailatul sabt, yani usiku wa kuamkia Jumamosi wa tarehe 10 ya mwezi Muharram, yani mfungo 4 katika mwaka wa 1442 min alhijrati an-nabawiyya, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 25 wa mwezi wa 8 mwaka 2020, tukiwa tumekusanyika tena mahali hapa kwa ajili ya kukamilisha majalisi zetu hizi za kihistoria zikielezea juu ya tukio la mauaji ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa wale walionifuatilia tangu mwanzo mpaka kufikia majlisi ya jana, ninaamini kwamba wamefungukiwa na jambo hili, na pengine kama kulikuwa kuna utata katika fikra zao, basi utata ule umeondoka, na pengine kama wale ambao walikuwa hawajui kabisa, wasikia tu, basi pengine umepata cha kujifunza kutokana na mtiririko huu ambao tumeuleta. Leo tutahitimisha majlisi hii kwa kueleza kwa mukhtasar, kukumbusha yale ambayo tulishaeleza, alafu na mingineo ya ziada. Ingie tukachukua kiasi cha nusu saa hivi, alafu tukatoa fursa insha Allah kwa ajili ya maswali, au pengine mpaka wakati wa adhana, kisha baada ya adhana tukatoa fursa ya maswali. Tumefahamu katika majlisi zilizopita kwamba mji wa Kufa wakazi wake wengi walikuwa ni Shia, na wao ndio waliomwandikia barua al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma ya kumtaka, au barua za kumtaka aende katika mji wao, atoke Makka aende katika mji wa Kufa ili awe kiongozi kwao, kwa madai ya kwamba wao hawamtaki Yazid bin Muawiya. Tukawaeleza watu wa Kufa tabia zao walivyo, na bila shaka kwa ule mtiririko tuliouleta imedhihiri ile tabia ya khiana kwa uwazi kabisa. Khiana walimfanyia Ali bin Abi Talib, khiana walimfanyia al-Hasan, na khiana kubwa walimfanyia al-Husayn radhiyallahu anhum. Kwa hiyo kama vitabu vimeandika kwamba hawa wana tabia mbaya, basi maneno ya kwenye vitabu yamesadikiwa na matendo walioyafanya. Lakini pia tulimzungumza al-Husayn bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu au anhuma, kwamba yeye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika ahlul bait, yeye ni sahaba na ameuawa kwa dhulma. Hakuna muislamu yoyote anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anayeamini siku ya mwisho na anayempenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi ya kweli, na akakipenda kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam,
anayekubaliana na dhulma hii iliyofanyika dhidi ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu hakukurupuka katika kutoa maamuzi, bali aliendea hatua zile zinazotakiwa, pamoja na kwamba twatamani lau angefuata ushauri wa ndugu zake wakubwa wake katika masahaba kama Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, ushauri wa Abdullah ibn Umar na wengineo katika ndugu zake na kaka zake miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baadhi yao ni katika ahlul bait. Angeufuata ushauri wao uliomwelekeza kwamba asiende katika mji wa Kufa na wala asiwaamini watu wa mji wa Kufa kwa sababu ni watu wa khiana. Tutamani lau ingelikuwa hivyo Allah akamsalimisha, lakini idha nazala alqadaru dhahaba al-lub wa amiya al-basaru. Wenyewe wanasema kwamba qadari, maandiko yakipita, qadari ikishuka, kwa maana kwamba ushakadiriwa wewe upatwe na hili, basi dhahaba al-lub, kawaida ile akili ile busara mara nyingi inaondoka. Dhahaba al-lub wa amiya al-basar, na macho hupofuka. Waona hivi kwamba hapa pana hatari, na wenzako kwambia hii ni hatari, lakini waona salama. Hii ni kawaida, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anataka kulikadiria jambo lipite. Kwa hiyo ikawa hivyo. Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu hakusikia ushauri huo, lakini alilomwandikia Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa na shahada. Kadhalika tumesoma katika taarikhi yote kwa ujumla, tumeona kwamba masahaba walikuwa ni watu wenye upendo baina yao, na miongoni mwa alama za mapenzi baina yao ni kile kitendo cha Ali bin Abi Talib kuwapa watoto wake majina ya baadhi ya ndugu zake katika masahaba. Ali bin Abi Talib ana mtoto anaitwa Abu Bakar, Ali bin Abi Talib ana mtoto anaitwa Umar, Ali bin Abi Talib ana mtoto anaitwa Uthman, bali Ali bin Abi Talib amemuozesha Umar bin al-Khattab binti yake Umm Kulthum bint Ali, kuonyesha ule upendo na mahaba yaliyoko baina yao. Kadhalika katika tulio yasoma kwenye majalisi zetu ni kuhusu msimamo wa ahli sunnah wal jamaa katika jambo hili. Ahli sunnah wal jamaa hawakubaliani na dhulma iliyotokea kwa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pamoja na hayo nasema walitangulia kuuawa kabla yake watu wengine wakubwa walio bora zaidi kuliko al-Husayn. Na tukisema hivi haina maana ya kwamba sisi tumtweza al-Husayn bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, bali tuzungumza ule ukweli ulivyo kwamba kabla ya al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu waliuawa sadat, watu wakubwa. Kwa mfano wameuawa manabii. Nabiullah Yahya aliuawa na wana wa Israeli. Kadhalika baba yake Nabiullah Zakaria aliuawa na wana wa Israeli. Kadhalika wameuawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa dhulma, kama vile alivyouawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ameuawa kwa upanga. Ameuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman bin Affan. Ameuawa Ali bin Abi Talib, baba yake huyu al-Husayn. Hawa wote ni watu wakubwa kuliko al-Husayn. Ameuawa Nabiullah Zakaria na mwanawe Yahya, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida, yasema laqad akhadhna mithaqa bani Israila wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun
hakika wallahi tumechukua sisi ahadi madhubuti kwa wana wa Israeli na tumepeleka kwa wao mitume wengi, lakini kila anapowajia wao mtume na lile ambalo hazipendi nafsi zao, kundi moja katika mitume wanalikadhibisha na kundi jingine wanaliua. Walikuwa wakiua anbiya. Ukisoma katika Qur'ani na Sunna na akhbari mbalimbali utaona mitume katika bani Israila waliouawa. Kadhalika wameuawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyoeleza. Ameuawa Umar na Abu Lu'lu' al-Majusi, Mwirani mmoja, Mmajusi mmoja alikuja akamuua Umar msikitini ndani ya swala. Ameuawa Uthman yaum ad-dar nyumbani kwake. Ameuawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na Abu Muljam amemuua. Sasa kuuawa kwa watu hawa pamoja na ubora wao na ukubwa wao haifai kwa Muislamu kuhusisha maombolezo maalumu ya kila mwaka. Kwa mfano watu waweka maombolezo ya Hussein kwamba kauliwa kwa dhulma, mwingine ona tutaweka maombolezo ya kuuliwa Ali kwa sababu Ali bora kuliko al-Hussein, kwa hiyo tuweka maombolezo ya Ali. Ikawa wiki nzima watu wanaomboleza kwa kuuawa Ali. Hili jambo katika Uislamu halipo. Wameuawa watu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliuawa watu katika vita vya Uhud, watu wakubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipatwa na huzuni kubwa, lakini hakufanya haya. Zaidi ya masahaba 70 waliuawa pale Uhud. Kina Hamza waliuawa, wakina Mus'ab bin Umairi al-Abdari waliuawa pale, kina Abdullah bin Jahsh na wengineo waliuawa katika saadati sahaba, mabwana wakubwa wa kisahaba. Zaidi ya watu 70 waliuawa pale. Mtume صلى الله عليه وسلم alihuzunika sana. Wengine walikufa kwa majeraha baada ya hapo, kina Abu Salama na wengineo. Madina ilikuwa ni vilio, watu kila nyumba ina msiba. Wale wamefiwa na watu watatu, kina Amr bin al-Jamuh pia aliuawa pale. Kule kumekufa watu watatu, nyumba hii watu 7, nyumba ile. Kila msiba uligusa katika nyumba za watu wa Madina. Lakini pamoja na hayo Mtume swalla salam hakuweka majlis maalum ya kuwaombolezea watu wale, kwa sababu yeye ndiye aliyesema sallallahu alayhi wasallam, ana bari'un min as-saliqa wal haliqati wash-shaqqa, mimi niko mbali mbali na yule mwenye kuomboleza. Anaelia akanyanyua sauti akawa amuombolezea mtaja huyo aliyekufa. Mimi niko mbali na huyo, pia vile vile niko mbali na mwenye kunyoa upara kwa sababu ya msiba na wenye kupasua nguo. Ana bari'un min as-saliqa wal haliqati wash-shaqqa. Hadithu sahih akhrajahu ash-shaykhan. Pia nyingine imekuja bari'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqa. Kwa ni jambo lisilofaa, na lau lingefaa basi wangefaa kwa hao wengine waliotangulia waliouawa, pamoja na kwamba tukubali kuwa al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu ameuawa kwa dhulma. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana maneno mazuri kabisa ameyasema katika kitabu, amenukuliwa katika kitabu Majmu'ul Fatawa juzu ya 4 ukurasa wa 511. anasema wal Husainu radhiyallahu anhu akramahu Allah ta'ala bishahada. Ibn Taymiyyah anasema na Husaini Allah amridhie, Allah alimkirimu kwa kumpa shahada fi hadha al-yawm, katika siku hii, wa ahana bidhalika man qatalahu, na akawadhalilisha kwa hilo waliomuua, au aana ala qatlihi, au aliyesaidia juu ya kuuawa kwake, au radhiya biqatlihi, au aliridhia kwa kuuawa kwake. Aliyeua, aliyesaidia na hata aliyeridhia kuuawa kwake, Allah amemdhalilisha, lazima atamdhalilisha mtu huyo. Mtu akaona Hussein ameuawa, sawa sawa kabisa, ameuliwa, ndio vizuri, pamoja na kwamba hakuwepo katika
katika uwanja huo mapambano wala hakusaidia lolote, lakini kwa kauli yake hii huyu ni dhalili, hawezi kupata utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema maneno haya, walahu uswatun hasanatun biman sabaqahu min ash-shuhada, na ana yeye Hussein radhiyallahu anhu kiigizo chema kwa waliomtangulia katika mashahidi. Fa innahu wa akhuhu sayyida shababi ahli aljanna, kwa sababu yeye na kaka yake ni mabwana wa vijana wa peponi. Wa kana qad tarabbaya fi izzi alislami, na walikuwa wao wamelelewa wamekulia katika ushindi na heshima ya Uislamu. Lam yanala min alhijrati waljihadi wasabri ala aladha fi llahi ma nalahu ahlu baitihi, kwa sababu anasema hawakupata wao katika hijra na jihadi na subra juu ya udhia na subira juu ya udhia kwa ajili ya Allah yale waliopata ahlu baiti wake. Yani kuna wenzao walitaabika, walifanya hijra, wengine wakenda mpaka Ethiopia huko, kama alivyofanya Ruqayya binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifanya hijra na mume wake Uthman bin Affan. Hii mtu kuhama na kuukimbia mji wako kwenda huko mbali kwa watu msiojuana nao, watu msiofahamiana lugha, maana wametoka bara Arabu wamekwenda Uhabeshi, ni adha wameipata kwa sababu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huo kina al-Husaini hawajazaliwa, kwa hiyo kuna udhia na tabu walizipata wenzao kwa sababu ya hijra, wao hawakupata. Kadhalika watu walipohama wakaacha nyumba zao na mali zao na kila kitu chao kutoka pale Makka kwenda Madina, wao walikuwa hawajazaliwa. Hivyo hivyo mapigano mengi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana dhidi ya washirikina, dhidi ya Mayahudi, wao walikuwa bado hawajakuwa na ahlia ya kushiriki vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigana Badri, Uhud na vinginevyo katika vita vya Ahzab, al-Khandaq na vinginevyo, al-Hunain na Khaybar. Vyote hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana, na vita vya mbali kama Tabuk wao walikuwa bado hawajakuwa na ahlia kuhudhuria katika vita. Na kuna watu waliteswa, kina Bilal, kina Ammar bin Yasir na wengineo, wao walikuwa bado. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuwakirimu yeye, fa akramahum Allah ta'ala bishahada, Allah akawakirimu wao kwa kuwapa shahada, takmilan likaramatihima, kwa ajili ya kukamilisha utukufu wao, wa raf'an lidarajatihima, na kwa ajili ya kuzinyanyua daraja zao. Wa qatluhu musibatun adhimatun, Sheikhul Islam anasema kuuawa kwake al-Husayn ni msiba mkubwa. Kwa hiyo hilo twalifahamu na limefahamika kwetu. Kitu kingine ambacho ni kama utanabahisho ni kuhusiana na baada ya kuuawa Hussein, kuna watu wanasema kichwa cha Hussein kilichukuliwa kikapelekwa Sham, huko alipo Yazid bin Muawiya. Na Yazid alipopelekewa kile kichwa akakitundika kwenye mkuki, wanasema hivyo, lakini ikapigwa ngoma ikawa acheza ang'ara na mkuki wake, kichwa kikitundika kwenye mkuki pale ang'ara. Baadhi ya vitabu vyaeleza hivyo, lakini habari za uongo hazijathibiti. La taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kullu banani irwi al-hadith al-muntaqa an ahlihi siyama dhawi al-ahlam wal-asnan. Usikubali katika masala ya tarikhi na historia kujichukulia tu kila kilichokusanywa na wapokezi na kikaandikwa na mikono, la. Kwa hiyo habari hii ya kwamba Yazidi alipelekewa kichwa akawa ang'ara, aimba nyimbo, acheza, maneno hayo si maneno ya kweli. Na wengine wakamnasibishia mashairi kwamba Yazidi amesema laita ashyakhi bi badri shahidu jaz'a al-khazraji min waq'i al-asali qad qatalna al-qarna min sadatihim wa adalnahu bi badrin fa'tadal. Si maneno ya kweli. Kama Yazidi ana uovu wake mwingine, basi asemwe kwa uovu huo, lakini si vizuri na si sawa kumsingizia mtu. Hata mtu akiwa kafiri, asikuachilia mbali Muislamu,
awe kafiri, Yahudi, haifai kumzulia uongo kwamba kafanya hivi na vile na vile na hali ya kuwa hakufanya. Kwa nini waseme sababu ni kafiri lile? La, wa idha qultum fa'dilu. Sheria ya Kiislamu inasema mnaposema fanyeni uadilifu, msijisemee tu. Kwa hiyo Husaini radhiallahu ta'ala anhu ameuawa, na waliomuua tumewasoma habari zao, hakuwepo Yazid, bali historia inatuambia kwamba Husaini mwenyewe radhiallahu ta'ala anhu alikuwa anataka kwenda kwa Yazid. Moja katika machaguo yake matatu: niache nirudi zangu Makka, au niende katika thaghr min thughuri almuslimin, au niende kwa Yazid. Hakuamrisha wamuue, alimweka mtawala wake Ubaidillah ibn Ziyad kuzuia mapinduzi ambayo yatafanyika katika mji wa Kufa. Hakuwaambia wamuue. Kwa hiyo tukisema haya, hatusemi kumtetea Yazid bin Muawiya kwamba yeye ni mtu mwadilifu, mtu mwema, la, bali kuzungumza ile hali halisi ilivyo. Hali haikuwa hivyo, na kauli iliyo na nguvu ni kwamba kuna wanaosema kwamba alizikwa pale pale Karbala mwili wake, lakini kichwa chake kikazikwa katika mji wa Kufa kilipopelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Jambo jingine katika mambo muhimu tumesoma au tumeeleza katika khutba yetu ya Aljumaa kwamba siku kama hii kulitokea tukio kubwa kwa miaka mingi iliyopita, nalo ni tukio la kunusuriwa mtume wa Allah tabaraka wa taala wa kalimuhu alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam, wa akhuhu Harun wa qaumuhuma. Walipata nusra mitume wawili wa Allah, Musa na ndugu yake Harun na kaumu yao katika Bani Israili, pale alipowaokoa dhidi ya Firaun. Wa idh najaynakum min ali firaun yasumunakum su'a al'adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Katika sura al-Baqara imekuja wa idh najaynakum min ali firaun, kumbukeni tulipowaokoa nyinyi wana wa Israeli kutokana na watu wa Firaun. Yasumunakum su'a al'adhab, ambao walikuwa wakiwaadhibu nyinyi adhabu kali. Adhabu yenyewe yudhabbihuna abna'akum, walikuwa wakiwachinja watoto wenu wa kiume, wayastahyuna nisa'akum, na wanawabakisha hai watoto wenu wa kike. Wa fi dhalikum, na kuna katika hayo bala'un min rabbikum 'azim, mtihani utokao kwa Mola wenu, tena mtihani wenyewe ni mkubwa. Sasa siku hii Allah tabaraka wa taala aliwaokoa wana wa Israeli na mitume wa Allah tabaraka wa taala, Musa na Harun alayhim assalam, waliokolewa dhidi ya Firaun. Jambo hili litokeza katika siku kama hii, na kwa munasaba wa jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha watu wafunge. Kwa hiyo huku kufunga kwetu huku si kwa ajili ya kuhuzunika kwa kuuawa al-Husayn, wala si kwa ajili ya kufurahika kwa kuuawa al-Husayn. Havina munasaba, ni mambo yameingiliana katika wakati, bali ni kufurahikia, kuadhimisha siku hii kubwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa, ya Rasulullah, hadha yawmun tuadhimuhu al-yahud wan-nasara, hii ni siku ambayo wanaiadhimisha mayahudi na manasara. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ana ahaqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Akaifunga na akaamrisha watu waifunge. Sasa katika munasaba wa hili nataka nisome maelezo kidogo yamo kwenye kitabu hiki cha mshia mmoja anaitwa Dr. Muhammad Tijani Samawi. Huyu bwana ameandika vitabu vyake 4 mfululizo, na vyote hivi vimefanywa tarjama kwa Kiswahili. Niko navyo vya Kiswahili vyake, lakini nimekuja vya Kiarabu. Kuna kitabu hiki kinaitwa Thumma Hadaitu
kisha akasema liakuna ma'as sadiqin, kisha akasema fasalu ahla dhikri, kisha akasema ashia hum ahlus sunna. Vitabu vinne ameandika, na wao wenyewe wamefanya tarjama kwa Kiswahili kwamba thumma hatadaitu, hatimaye nimeongoka. Akaelezea namna alivyoongoka, hatua alizopitia. Ni upotevu mtupu ukiusoma. Liakuna ma'as sadiqina, ili niwe, au fasalu ahla dhikri, waulizeni wenye kujua. Pia kimefanya tarjama kwa Kiswahili, liakuna ma'as sadiqina, ili niwe pamoja na wakweli. Na hapa ashia hum ahlus sunna, shia wao ndio ahlus sunna wa kweli. Kusema ahlus sunna, basi ahlus sunna yenyewe ni shia. Tangu lini shia wakawa ahlus sunna? Sasa anasema hivi katika ukurasa wa 301. Hii ni chapa ya wapi? Hii ni chapa ya 5 ya mwaka 1422 Hijiria, yani miaka 20 iliyopita. Imechapishwa mwaka 2000, imechapishwa Qum, Iran. Anasema hivi, wa yatabayanu lana aidan, na inatubainikia sisi vile vile, bi anna ahla sunnati wal jamaa yahtafiluna bi yawmi ashura liannahum ittaba'u sunnata Yazid ibn Muawiyah wa bani Umayyah fi ihtifalihim bidhalika al-yawm. Anasema na inatubainikia sisi vile vile kwamba ahlus sunnati wal jamaa kusherehekea siku ya Ashura kwa sababu wao wanafuata sunna ya Yazid bin Muawiya. Hawafuati sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafuata sunna ya Yazid bin Muawiya na sunna ya Bani Umayya katika kusherehekea kwao siku hiyo. Liannahum, kwa sababu wao intasaru fihi ala al-Husayn, wameshinda dhidi ya Husayn. Kwa sisi tukifunga tusherehekea kwamba tumeshinda dhidi ya Husayn, tumemshinda Husayn. Wa athmadu thawratahu allati kanat tuhaddidu kiyanahum, na wameyazima mapinduzi yake ambayo yalikuwa yanatishia ule undani wao, ile dola yao. Waqata'u bidhalika dabira ash-shaghabi ala haddi za'mihim, na wakakata kwa hilo mzizi wa fujo kwa madai yao. Anaendelea, والتاريخ يحدثنا بأن يزيد وبني أمية احتفلوا بذلك اليوم احتفالا كبيرا حتى وصل إليهم رأس الحسين وسبايا أهل البيت ففرحوا بذلك وشمتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في ذلك أشعارا. أنا سمعنا إستوريا إن تسموليا kwamba Yazid na Bani Umayya walishereheka kwa siku hiyo, kushereheka kukubwa mpaka pale kilipowafikia wao kichwa cha al-Hussein na mateka wa ahli al-baiti, wakafurahika kwa hilo na wakadhihirisha furaha ya uadui kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, na wakatunga wakasema kwa ajili hiyo mashairi mengi, wakatunga wakishereheka kwa kuona kama vile wamkebehi na kumkejeli mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika aliyosema wanasema lamma badat alhamulu wa asrafat tilka arruusu ala ruba jayruni na'aqa alghurab faqultu nuh wal awla nuh faqad qadaytu min an-nabiy duyuni. Kwamba eti Yazidi pia alisema wakati walipodhihiri haongamia na vikatokeza juu vitwa katika vichuguu vya Jayrun, alilia kurabu, kunguru alilia. Tukamwambia omboleza au siomboleze, faqad qadaytu minan nabiy duyuni, nishamlipa mtume sallallahu alaihi wasallam madeni yangu. Yesu kawaua wazee wangu kule katika wazee wa kishirikina, na mimi namlipa leo. Wanasema kwamba eti Yazidi alifanya hivyo, huwa kadhibun, ni uongo. Anaendelea sema wataqarraba ilayhim ulama as-su'i min ahli sunnah wal jamaa. Angalia anapokosa adabu, anasema na wakajikurubisha kwao wanawachuoni waovu wa ahli sunnah wal jamaa, fawada'u lahum ahaditha fi fadli dhalika al-yawm, wakawatungia wao hadithi kuhusu fadhila za siku hiyo. Kwamba kuna watu katika wanawachuoni wa ahli sunna kwa makusudi wakaamua kujipendekeza kwa Yazidi na Bani Umayya, wakaanza kutunga majihadithi zikitaja fadhila za siku ya Ashura. Wanasema wa anna Ashura
huwa al-yawm alladhi taba Allahu fihi ala Adam, wakatunga hadithi kwamba siku ya Ashura ndio siku ambayo Allah alimkubalia toba Adam. Wa huwa al-yawm alladhi rasat fihi safinatu Nuhi ala jabal al-Judi, na ndio siku ambayo ilitia nanga jahazi ya Nuhu juu ya mlima Judi. Wa huwa al-yawm alladhi, nayo ni siku ambayo kanat fihi an-naru bardan wa salaman ala Ibrahim, ulikuwa moto katika siku hiyo ni baridi tena salama kwa Ibrahim. Wa huwa al-yawm alladhi kharaja fihi Yusuf min as-sijni wa rudda fihi basaru Yaqub, na ndio siku ambayo alitoka Yusuf kutoka gerezani na akarudishiwa kuona Yaqub baada ya kupofuka. Anasema wa huwa al-yawm alladhi intasara fihi Musa ala Fir'aun, nayo ndiyo siku ambayo alishinda Musa dhidi ya Fir'aun. Wa huwa al-yawm alladhi nazalat fihi ala Isa ma'idatun min as-samaa, nayo ndiyo siku ambayo ilishuka katika siku hiyo juu ya Isa meza ya chakula kutoka mbinguni. Wa hadhihi riwayat kulluha yuraddiduha ulama ahli sunnah wal jamaa wa a'immatuhum ala al-manabir, na hizi riwaya zote wanazikariri wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa na maimamu wao juu ya mimbar, hata al-yawma bimunasabati Ashura, mpaka hivi leo kwa munasaba, hata al-yawm, mpaka hivi leo bimunasabati Ashura, kwa munasaba wa Ashura. وهي روايات كلها من وضع الدجالين الذين تزيوا بزي العلماء، nazo ni riwaya ambazo wameziweka watu waongo ambao wamejipamba kwa pambo la maulama, watakarabu ila alhukami bikulli alwasail, na wakajikurubisha kwa watawala kwa kila njia, kwa kila wasila. Wanaendelea mpaka kafikia kusema waqad am'anu fil kadhib, wamezama ndani kabisa katika urongo. Indama rawau, wakati wanawachuoni wa ahlusunna walipopokea bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara ila al-Madina, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alihama kwenda Madina. Fasadafa dukhuluhu ilaiha yawma Ashura, ikasadifu kule kuingia kwake Madina siku ya Ashura. Fawajada yahuda al-Madinati siyama, akawakuta mayahudi wa Madina ni wenye kufunga. Fasalahum ani sabab, akawauliza wao kuhusu sababu. Qalu hadha al-yawm alladhi intasara fihi Musa ala Fir'aun, wakasema hii ndio siku ambayo alishinda katika siku hiyo Musa dhidi ya Fir'aun. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nahnu awla bi Musa minkum, thumma amara al-muslimina bi sawmi Ashura wa Tasu'a limukhalafati al-yahud, wa hadha kadhibun mafdhuhun. Anasema kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema sisi tuna haki zaidi kuliko nyinyi kwa Musa alayhi salam. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha Waislamu kufunga Ashura siku ya 10 na siku ya 9 kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi. Anasema huu ni uongo wenye kufedheheshwa. idh anna al-yahuda ya'ishuna ma'ana wa lam nasmah lahum bi'idin yasumuna fihi yusammunahu Ashura, kwa sababu Mayahudi wanaishi pamoja na sisi na hatujawahi kusikia wao kwamba wanaidi inaitwa siku, wanaita siku ya Ashura, mpaka mwisho wa maneno yake ya kejeli na ujeuri kwamba ahli sunnah wal jamaa wametunga hadithi za kuadhimisha na kusherehekea siku ya Ashura, na mpaka zimekuja hadithi za kuamrisha watu wafunge. Mimi nimekuja na kitabu kimoja miongoni mwa vitabu vyao vikubwa. Katika vitabu vyao vikubwa vinne, cha kwanza kinaitwa al-usulu min al-kafi, nacho hiki hapa. Cha pili kinaitwa tahdhibul ahkami cha At-Tusi, ile kitabu al-usul min al-kafi wal-furu' min al-kafi wal-rawdah min al-kafi, zote hizi za Muhammad bin Yaqub al-Kulaini, wanamwita thiqatul Islam. Tahdhibul ahkami ya At-Tusi, al-istibsari ni At-Tusi, na kitabu cha nne chaitwa man la yahdhuruhu al-faqih cha mmoja katika wanawachuoni wao wanamuita As-Saduq ibn Baba Wayhi al-Qummi As-Saduq. Sasa At-Tusi katika al-istibsar, Abu Jaafar Muhammad At-Tusi katika kitabu chake kinachoitwa al-istibsar ameweka mlango maalum, akasema babu saumi yaumi Ashura,
yeye atuhumu huku mshia huyu ni mshia wa juzi huyu Mtunis au Mwalgeria kitu kama hivi, aitwa Daktari Muhammad Tijani Samawi, alikuwa yuko Faransa, mara yuko Marekani, mpaka sasa bado yuko hai. Hata miaka ya nyuma kidogo alikuja akafika mpaka hapa Mikanjuni kwa mashia, chakuja mpaka hapa Tanzania. Kwa ni mshia mshia mambo leo wa kileo. Sasa katika tabia zao hawa walivyo, na ndivyo yalivyo madhehebu mengi ya upotevu na dini za ovyo, huwa hawasomi vitabu vyao vya asili. Utaona mtu atembea na kitabu lakini yaliyomo ndani ya kitabu kile hayajui. Na haya mnayaona au mnayasikia katika baadhi ya dini na baadhi ya madhehebu, utaona jambo hili lipo. Na hawa ndio hivi. Sasa katika vitabu vyake hivi mara nyingi hupeleka lawama kwa ahlus sunna. Ahlus sunna wamefanya hivi, wamezua hadithi hii, kumbe na wao wanayo. Pingine imetajwa kwa uzuri zaidi kuliko ilipotaja ahlus sunna, yani kwa uwazi zaidi. Sasa katika mambo ambayo amewakosea adabu ahlus sunna na kuwaita kwamba ni vibaraka wa Bani Umayya, na wametunga hadithi kwa ajili ya kujikurubisha na Bani Umayya, ni swala la kufunga siku ya Ashura kama nilivyosomea hapa. Lakini wakati huo huo hajui kwamba hayo anayosema nayo ahlus sunna na hizo hadithi wanazitaja ahlus sunna zimo ndani ya vitabu vyao. Hadithi hii iko katika Tahdhibul Ahkam, na pia vile vile imo katika kitabu kinachoitwa Al-Istibsar. Hiki hapa kiko mbele yangu. Huyu At-Tusi anasema babu saumi yaumi Ashura, huu ni mlango wa kufunga siku ya Ashura. akataja sanadi, hadathana Ali ibn al-Hasan ibn Faddal an Harun ibn Muslim an Mas'ada ibn Sadaqa an Abi Abdullah alayhi salam. wakisema Abu Abdullah anakusudia Ja'far as-Sadiq an Abi Abdullah Ja'far as-Sadiq an abihi, kutoka kwa baba yake ni Muhammad al-Baqir, anna Aliyan alayhi salam qala, kwamba Ali alayhi salam, kwa hiyo ina silsila ya ahlul bait watatu: Ja'far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir, Ali al-Murtada kama wanavyomuita. Anasema kwamba Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema sumu al-Ashura at-tasi'a wal-'ashira fa innahu yukaffiru dhunuba sana, fungeni Ashura siku ya 9 na siku ya 10 kwa sababu inafuta madhambi ya mwaka. Akataja tena hadithi kama hiyo kwa sanadi yake Yaqub bin Yazid an Abi Hammam an Abi al-Hasan qala sama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma Ashura, asema amefunga. Ali bin Abi Talib anasema hivi, amefunga Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Ashura. Akataja sanadi nyingine kutoka kwa an Ja'far an abihi Ja'far ibn Muhammad an abihi Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq, abuhu huwa Muhammad ibn Ja'far as-Sadiq, yani Ja'far ibn Muhammad ibn Ali, yani al-Baqir. Anasema al-Baqir siyamu yaumi Ashura kafaratu sana, kufunga siku ya Ashura ni kafara ya mwaka, yani ufutiwa madhambi. Sasa mambo yakija kifikia hivi tusemeje sasa? Na huyu naye katika Bani Umayya au mambo ni vipi? Ni kwamba wao hawayajui yaliyomo katika vitabu vyao, wanajisemea tu kwa njia ya hamasa na jazba. Jambo jingine katika mambo ya ajabu kabisa ambayo yamedhihiri baada ya kuuawa al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, ni wao sasa kufikia kiwango cha kuifadhilisha Karbala, wakaifanya Karbala ni bora kuliko Makka. Haya maneno unaweza kuona kama ni maneno ya utani tu hivi, wazuliwa, waonewa, maneno ya uongo, watu waonea mashia, wenyewe hawasemi hivyo. Unaweza ukaona ni kama utani, lakini maneno yamo katika vitabu vya ziyarat. Mwenye Biharul Anwar Muhammad Baqir al-Majlisi, Biharul Anwar ina juzuu 110. Muhammad Baqir al-Majlisi kaandika juzuu 110, kakusanya vitabu vile vikubwa 4 na 8, na kishio na vitabu vyao 4 alafu 8,
na vinginevyo vyote kavikusanya katika kitabu na kaingiza na rai zake mmoja, katoka mjeledi 110. Mimi niko nacho hicho kitabu kwenye kitabu cha ziara. Wanaeleza ya kwamba atakayefanyia ziara kabri ya Husaini, Allah subhanahu wa ta'ala, man zara al-Husain alayhi salam kataba Allahu lahu 80 hajja mabrura. Atakayemzuru al-Husain, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia, atamwandikia yeye hija 80, hija zenye kukubaliwa, kwenda kuzuru kaburi la Husaini huko Karbala. Katika riwaya nyingine ya Abu Abdullah kama wanavyosema wanamzulia, man ata qabra al-Husaini arifan bihaqqi, yoyote atakayeliendea kaburi la Husaini hali ya kuwa ni mwenye kujua haki ya Husaini, kana kaman hajja 100 hajja, anakuwa ni sawa na mtu aliyehiji hija 100. Bali kuna baadhi ya riwaya ambazo wao wanazitaja kwamba siku moja zilijifakharisha ardhi mbili, ardhi ya Makka na ardhi ya Karbala. Mimi bora. Makka yasema mimi bora, Karbala yasema mimi bora. Karbala ikaishinda Makka kwa hoja, kataja hoja mpaka Makka ikashinda. Na katika mambo ambayo wameyazua kwa sababu ya huko kuzidiwa Makka kwa fadhila, wakazua masala ya turba al-Husainiyya, at-turba al-Husainiyya, yani kidongo cha Husaini. Ikawa wao sasa wenyewe wanapotaka kuswali, ukiweka mbele kidongo pale, kidongo cha Karbala, alafu wanasujudu juu yake. Wajua Mtume sallallahu alaihi wasallam kusujudu kwenye busati ni uongo. Hizo ni kauli za kutaka kuchenga chenga tu, kwamba wajua tusujudu kwenye udongo kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusujudi kwenye busati, hakusujudi kwenye mkeka, alikuwa sujudu kwenye ardhi. Mimi nataka niwaulize swali, kama wewe umesoma kidogo, umesoma kitabu labda Safina tunaja kwa wale wanaosoma humo watu mashafi na wengineo, au umeendelea umesoma labda Bulughul Maram, hadithi yaeleza kwamba Muislamu anaposujudu husujudu juu ya viungo vingapi? Ala 7 a'dham, viungo 7. Miongoni mwa ni jabaha, hili paji la uso. Kwanza hicho kidongo peke yake hakitoshi kwenye paji la uso. Hiyo paji la uso peke yake utakuta kile kidongo kitagusa baadhi tu katika sehemu. Na hivi viungo vingine navyo utaviweka wapi? Kwa hiyo utakana utembee na vidongo vyako 7. Uviweke hivi kwa wakati wa kusujudu uko juu namna kama gari imekuwa juu ya magogo. Sasa si kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusujudi kwenye carpet, hakusujudi kwenye zulia, la, wao wana itikadi kwenye kile kidongo. Kuna itikadi pale kwamba kile ndio kidongo bora, kidongo cha ardhi ya Karbala. Wenyewe wanasema hiya atharu biqa'i al-ardi wa a'zamuha hurmatan wa innaha la min batha'il janna, kwamba ni ardhi iliyotahari, ni katika iliyotahara zaidi katika mawanja ya ardhi, na ndiyo iliyokuwa na heshima zaidi kuliko sehemu yote katika ardhi, na hiyo ni katika mawanja ya pepo. Hayo ni maneno wanayasema kwa kuwa eti al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha ameuawa katika ardhi hiyo. Kuna mmoja aliambiwa katika wanachuoni wao wenyewe Ayatul Udhma Muhammad al-Husaini al-Shirazi, aliambiwa yuqalu inna ardha Karbala afdalu min ardhi Makkah, imesemwa kwamba ardhi ya Karbala ni bora zaidi kuliko ardhi ya Makkah. Wasajdata ala turba al-Husainiyyati wasajdata ala turbati al-Husainiyyati afdalu min as-sajdati ala ardhi al-haram, na kusujudu juu ya udongo wa al-Husainiyya ni bora zaidi kuliko kusujudu juu ya ardhi ya haram. Hal hadha sahihun, je hili ni sawa, ni sahihi? Fa ajaba na'am, akasema ndiyo. Na maneno kama haya pia ameyasema Muhammad al-Kashif al-Ghita, Muhammad Husaini al-Kashif al-Ghita, ana kitabu chake chaitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha, na vinginevyo katika vitabu vyao wanaeleza maneno hayo ya uongo.
Kwa hiyo haya yote hayakuthibiti, na nilipenda mimi niyatanabahishe, na kwa leo tutakuwa katika majlisi yetu tumeishia hapa.